tutapata roho ya hekima na mapaji mengine ya Roho Mtakatifu. Lakini pia hatuko peke yetu, hatuko yatima, tuko pamoja na Kristo ambaye anasema sitawaacha kwa nanyi hadi mwisho. Bwana Kipaimara, leo ninyi mnapokea Roho Mtakatifu kwa namna ya pekee. Kwenu ni faida kubwa kwa sababu ninyi hasa tunaowaombea mpokee hekima ya Mungu, awajaze matumaini yenu kuhusu utakatifu, ufufuko na uzima wa milele yawe ya dhati. Tumaini kwa dhati, tutaishi vizuri kwa sababu tunajua huko mbele kuna uzima wa milele, kuna ufufuo, kuna hukumu. Tutakapowaekea mikono na kumwomba Roho Mtakatifu awashukie, tunawaimarisha. Ile sala iliyotoa kwa Waefeso ndio sala iliyotoa hapo, kumwomba Roho Mtakatifu awajaze mapaji yake ambayo anaimara sana. Kwa hiyo sawa kabisa. Kipaimara ni nini? Hawezi kuchukia mtu mwenye hekima, mwenye akili, mwenye elimu, mwenye nguvu, mwenye shauri, mwenye uchaji wa Mungu kwa ibada. Hawezi kuchukia mtu mwenye mapaji haya. Hakuna atakayewachukia. Mtakuwa kama Mungu popote mkiwepo, kwa sababu na mapaji haya mtashtua mioyo ya watu. Wataona faraja kwa sababu wanaona wanaye mtu mwenye hekima, mwenye akili. Na vile tutawafanya wanaopotea wajifunze, kwa sababu uwezo wetu unakuwa ni habari njema. Kwa hiyo mtume wenu ni kwenda kuishi kadiri ya mapaji ya Roho Mtakatifu, ni kuishi kuitafuta elimu zaidi, ili hatimaye useme hakika elimu kubwa ni nani. Sasa hivi hawezi kusema na elimu kubwa. Elimu inachangiwa pia na jitihada zako wewe na jitihada za taasisi ambazo zinakusaidia upate elimu, na hivyo utafute elimu kweli, na hatimaye sifa ni yake Roho Mtakatifu anayekupa paji hilo la elimu. Ukitumia vizuri elimu yako, hawatasita kusema una hekima, hawatasita kusema una akili, na mtu aliyeelimika vizuri ni mchaji wa Mungu. Unaweza kuwa umesoma sana, lakini kama si kwa Mungu hatuwezi kusema umeelimika. Kwa hiyo mapaji hayo yatakufanya wewe mwenyewe ukae vizuri hapa duniani, lakini atakapokuja tena utampokea kwa furaha, kwa sababu utakuwa sawa na wale ambao wamepewa kazi nzuri, wamekamilisha kazi yao, sasa wanasubiri tuzo. Niwaombe wazazi na walezi wengine walio wengi hapa na watoto wadogo, muendelee kuwalea. Roho Mtakatifu anatoa mapaji kama mbegu inayowekwa kwenye shamba. Sasa ile mbegu lazima ipaliliwe, imwagiliwe maji, na hapa na pale iwe dawa,
wabarikiwe ili pate matunda mengi. Kwa hiyo watoto na wote ambao tunawasimamia imani, kazi yenu haiishi sasa, ndio inaanza. Tunze mbegu ya Roho Mtakatifu. Mapaji yote sasa yatawekwa moyoni mwao tutakapoingia mikono kwa Baba Mtakatifu ya Krisma. Mwendelee kuwasaidia kwa vizuri maisha yenu yawe darasa kwao. Wasaidie kwa maneno yenu, wasaidie kwa matendo yenu, ili wakue na yale mapaji ya Roho Mtakatifu hasa hekima na mengineyo yaonekane waziwazi katika maisha yao. Wanaoharibikiwa hawachagui kuharibikiwa, ni kwa sababu tu wamejikuta kwenye mikono inayoharibu, kwenye mazingira yanayoharibu, ndipo tunasema huyu mtu mbaya. Hivi ni wakabidhi kwenu wazazi na kanisa kwa ujumla, hawa